Yes, tumerudi. Ashraf, mimi natamani tusikie solution sasa ya hili. Tunakubali kwamba Simba haipo kwenye wakati mzuri, Simba inapita kwenye kipindi kigumu, na itakuwa ngumu timu kupata mataji kwa sasa hivi. Timu inaishije hapa katikati? Kwanza wakubali. Yani wakubali. Unajua ukiwa mgonjwa ili utibiwe unatakiwa kukubali kwamba unaumwa. Sasa Simba wakubali nini? Yani wakubali kwamba timu yao sasa hivi haipo kwenye mazingira rafiki kwanza ya kuweza kushinda taji. Yani kitokea tunasema ni maajabu yani. Sijui unaelewa. Lakini wajipe muda. Yani wasirash vitu, wajipe muda, wakubali kwamba timu yetu sasa hivi ilipofikia ina changamoto nyingi mno ndani ya uwanja, nje ya uwanja. Tunatakiwa turudishe timu kwenye ile morale ambayo ilikuwa inafahamika miaka minne huko nyuma ilikotoka. Kwa hiyo haya mambo ya kupandikiza wachezaji anakuja huyu, mnajaribu kupaka rangi wakati huko ndani hakuko sawa na kuharakisha harakati za kwenda kubeba ubingwa. Angalia timu ambazo zinabeba ubingwa mara nyingi zinakuwa zimejiandaa vya kutosha kote duniani. Yani haiwezekani tu utoke huko from nowhere kwa kufanya sajili baadhi ya wachezaji ukaenda kutoa ubingwa. Kwa kwanza wakubali, wajue kwanza opponent wao ambao wanashindana nao kwenye ligi wako strong sasa hivi ukilinganisha na wao. Sio kwamba wako imara to that extent, no. Wanaonekana wako imara zaidi wao kwa sababu hata pia Simba nao wako weak. Sijui leo kwa tukubali kwamba Simba sasa hivi mashabiki, wanachama, viongozi na wachezaji kwamba timu yetu sasa hivi lipo ikitokea ubingwa ni bahati tu kwetu, lakini hatujaandaa timu ambayo ina uwezo kwenda kudominate ligi na kushinda ubingwa. Tuanzie wapi? Kwanza tupate kocha sahihi. Kama mnaamini kwamba yani wapate kocha sahihi tena mwingine mtu anasema nilikuwa naendelea. Kama mnaamini viongozi na benchi la ufundi kwamba huyu Steve Becker ni kocha sahihi wa timu yetu, tumpe muda tumsikilize anahitaji nini. Kama kuna sehemu ya viongozi kushauri kuhusiana na wachezaji wapi ambao wanatakiwa kuja, tumpe timu bila pressure kama ambavyo alipewa Fadlu vile, bila pressure aende nao huu msimu. Mimi yani sitaki kuamini kwamba huyu Steve Becker kwenye hichi kipindi ambacho amekuja, moja malengo ni kuwafikisha hatua sijui robo finali au nusu finali au kumpa issue ya kwenda kuchukua ubingwa. Na mimi ni ngumu kwa sababu atahitaji kupitia muda mrefu. Kwanza kacheza na timu moja tu pale Mtibwa, hajacheza na Mashujaa, hajacheza sijui na Namungo, hajakutana na Yanga, hajakutana na Azam tena kwenye ligi, you see. Kwa hiyo maana yake huyu kocha anahitaji kupata time ya kutosha. Hata wachezaji ambao wanatoka huko nje wanakuja huko ambao wanawasajili, hakuna uhakika kwamba wanakuja kuclick moja kwa moja. Kuna hiyo adaptation, sijui unaelewa. Na tumeona moja kati ya wachezaji ambao kiufupi mashabiki wa Simba yatakiwa waelewe wapo katika ujenzi wa timu tena kiwango kikubwa. Yani hizo ndoto za ubingwa waziweke pembeni. Ikitokea it is fine. Ndoto za ubingwa. Mimi I don't agree with what Ashraf anasema kwamba ubingwa kama ukipatikana ni bahati, kwa sababu kama zingekuwa zimebaki mechi 10 msimu kuisha, timu imezidiwa let's say 0.7 au 10, yes you can say kwamba acheni kuota kuhusu ubingwa. Ubingwa wa ligi ya Tanzania bado uko kwenye target za Simba as a team, na uwezo wa kuchukua huu ubingwa bado wanao. Ila ambacho kinaendelea kwa mashabiki, ambacho mimi I believe, mimi sipendi sana kuamini kama baadhi ya mashabiki huwa wanatumika, lakini I believe baadhi ya mashabiki wa Simba wanatumika na viongozi ambao hawana interest zinazoendana sasa hivi, na hilo ni jambo ambalo lina potential. Kwa nini unaamini hivyo? Kuna vitu vingi vya msingi ambavyo mtu ambaye anapenda mpira huwezi kuanza kulalamika, kwa sababu kwa mfano kama jana ile ni sare ambayo imepatikana kimchezo kabisa, kwa sababu unajua tukianza kutengeneza mazingira kwamba Simba walikuwa na haki ya kushinda ile mechi kuliko Mtibwa, hatuyatendei haki mashindano ambayo ni ligi kuu ya Tanzania. Ila mashabiki wanaweza kusema timu ambayo ni favorite kuchukua kuondoka na ushindi sio dhambi. Sio dhambi. Get my point clearly. Mimi ninachosema ni kwamba shabiki umeona ile mechi tatu, alafu unaanza kuonekana kwenye online media huko kwamba unajua Mangungu this, Mangungu that, try again this, try again that, sijui Magori kaenda karudi kafanya vile kafanya hivi. Wewe kama shabiki hiyo sio sehemu yako, kwa sababu yes kuna viongozi wa Simba ambao
zinapingana kwa baadhi ya vitu tofauti ambavyo wanavijua wao zaidi ya tunavyojua. Sasa huone hizo sababu zinaibua hisia za mashabiki Kamanda, kama huko ndio nasemaje, wewe kama shabiki you need to be sober minded. Sawa, wewe kama shabiki lazima ujue kwamba ubingwa hakuna timu inayotwaa ama kupoteza ubingwa baada ya mechi 6 za ligi kuu. Sawa. Mimi kwa mfano ninaposema kauli kwamba Simba sio na high hopes za kuenda hatua ya mtoano kwenye michuano ya kimataifa, it's because we know kwamba michuano ya kimataifa iko limited. Kuna mechi 6 tu za hatua ya makundi. Sawa. Na hata hizo mechi 6 pia quality ya watu ambao Simba anashindana nao kwa sasa hivi at this point in time, Simba na kundi la wachezaji wenzie wana timu ambazo zimesha kuwa settled tayari. Sawa. Stade Malien, Esperance, wale wanaitwaji wale Petro, wote wana timu zilizokuwa settled. Hakuna yoyote hapa ambaye amefukuza kocha akaleta kocha mpya. Hakuna yoyote katika hizo timu ambaye ana kundi kubwa la wachezaji wapya kuliko wachezaji wa zamani. Sasa of course na hata kwa mfano mbona watu hawakuzungumzia swala la Yanga kukosa ubingwa wakati walipotoka sare na Mbeya City? Ulimsikia Ashraf alisema kwamba Yanga watahitaji bahati kushinda ubingwa baada ya ile mechi. Dynamics za kutoa ubingwa wa ligi kuu haziwezi kumfanya mtu akose ama apate ubingwa baada ya mechi 6. Sawa. Kama msimu uliopita, kwa hiyo Simba inaonyesha dalili njema kwenye uwezo wa kutoa ubingwa nao, kwa sababu mbele ya Yanga yes, uwezo wanao, kwa sababu msimamo wa ligi unasema kwamba baada ya mechi 6 kwa kila mtu, Yanga kashinda mechi 5, Simba kashinda mechi 4. Pointi za Yanga ni point 3 tu tofauti. Difference ni point 3 tu. Yanga ana point 16, Simba ana point 13. Sasa ni kwenye ligi hii msimu uliopita Yanga alipoteza mbele ya Tabora. Ni kwenye ligi hii msimu uliopita Yanga alipoteza mbele ya Azam. Ni kweli, lakini unaangalia mazingira ambayo timu inapoteza pia. Labda wewe Jeff, nikuulize viashiria gani ambavyo unaviona kwamba Simba inaweza ikabadilika kutoka kwenye hii situation ambayo tunaiona sasa hivi na labda kuondoka na ubingwa? Okay, sawa. Wewe na wenzio hapa mpendi kunisikiliza. Hivi unaweza kusikiliza usielewe. Hivi mnavyotaja ni viashiria. Sawa. Mechi, idadi ya mechi zilizochezwa, point ambazo timu imezipata, matokeo ya timu zingine, previous experiences za msimu uliopita, vyote ni viashiria. Sawa. Ama labda kwako wewe, kwa mfano nikikuuliza wewe labda ili nielewe mindset yako. Kwako wewe kiashiria cha timu kuchukua ubingwa ni kipi? No, mimi nilikuwa nazungumza kwa namna ambavyo timu inacheza. Yes, ni kwa sababu Simba, Yanga na Azam kila mmoja amecheza mechi 6. Unajua Kamanda, kila mmoja kuna point vitatu. Hivi vitatu ni dalili njema sana. Kwa timu hii inakupa ishara ya kwenda kuchukua ubingwa. Kwanza utulivu kwenye uongozi, good management, utawala bora. Tunakuja kwenye benchi la ufundi. Lakini pia tunakuja pia kwenye eneo la wachezaji pia. Hivi vitu vitatu vikikaa sawa sawa, ndio nakwambiaje Mkai, unaona kabisa hii timu ina nafasi kubwa kama kuna mgogoro ndani ya Simba. Kama kuna mgogoro ndani ya Simba. Na huo mgogoro bado Simba ina manage kuzidiwa point 3 tu na timu ambayo ni bora kwenye ligi. Then nafasi ya kutoa ubingwa nayo. Okay, sawa. Kwa sababu inamaanisha kwamba kama huu mgogoro kwa mfano ukiisha, basi hii tofauti ni ndogo sana. Lakini watu wanasahau kwamba msimu uliopita, kwa sababu kama kuna mgogoro Simba haujaanza leo, hata msimu uliopita ulikuwa. Na ndio nini mwisho wa siku ilitokea? Yanga alitangaza ubingwa msimu uliopita lini? Si ni siku ya mwisho ya ligi ambayo kama Simba angeshinda ule mchezo, sasa hujashinda kwamba hiyo haiwezi kutokea. Sawa. Kwa sababu tu ya mechi moja. Tuachane na Simba. Simba pasua kichwa. Tutakuwa hatujui mpira kama tuachane namna hiyo, kwa sababu ya Mtibwa tu. Anafaa ungekonkludi hata na Mbeya City kwamba Yanga hawezi kutoa ubingwa. Kamanda. Issue inayozungumza mimi kwamba Simba hawanipi ushawishi wa kuona kwamba ni timu ambayo inaenda kuchukua ubingwa. Ni namna ambavyo inacheza. Hakuna timu inaweza kukupa ushawishi baada ya kucheza, kwa sababu Ashraf, nisikilize nani tulifunga ile. Naomba ni nusu dakika tu. Kwa uchache Jeff. Ligi ina mechi 30. Sawa. You cannot tell me kwamba, let's assume kwamba Simba hizi mechi 6 amecheza vibaya, horrible football. Sawa. Bado mechi 6 compare to mechi 24, sample size ya mechi 24 zilizoko mbele ni kubwa. Okay. Na hata pia mimi nitahoji kitu. Hapo mimi nitahoji kitu ili kufanya clarification. Sawa. Mimi niseme hivi, msimamo wako
kwa kile ambacho umekizungumza kibaki kama ilivyo. Mimi naamini Simba na mtazamo wa kamanda wa Evans ubaki kama